Mkoani Shinyanga, baiskeli ni chombo muhimu kwa usafirishaji abiria na mizigo, maarufu kama daradara, na kila upitapo utashuhudia watu wakitumia chombo hicho si tu kwa ajili ya usafiri, bali pia uchochea na kuimarisha afya ya mwili na akili, kulinda mazingira, kuongeza uchumi na maendeleo na ajira. Unasikia hapo inakwaruza hapo? Saidi Najimu mwenye umri wa miaka 50 ni mzaliwa wa wilaya ya Chemba mkoani Dodoma, ambaye alihamia mkoani Shinyanga akiwa bado mtoto mdogo, na baada ya kuwa mtu mzima alichungulia fursa ya ufundi baiskeli kutokana na wingi wa watumiaji wa baiskeli mkoani Shinyanga. Mambo ya ufundi nilikuwa napenda sana toka utoto wangu mpaka sasa hivi. Ufundi wangu ndio nilianzia hapo, mambo ya utundu, na nimeanza kutengeneza hivyo. Baadaye ndio nikaja kubobea kwenye baiskeli. Saidi amekuwa katika shughuli ya ufundi baiskeli kwa miaka 27. Sasa akiwa amejimarisha kama fundi maarufu wa baiskeli katika eneo la Bugoi, kata Ndembezi. Baiskeli ni nyingi. Kwa siku mimi na uwezo wa kutengeneza hata baiskeli labda hata 30. Mimi kitegea uchumbi changu huku ni baiskeli. Saidi anayeshughulika na spana anaweza kupata kati ya shilingi 20,000 hadi 50,000 kwa siku. Na kweli mimi baiskeli hii imenifanyia manufaa mengi, kwa sababu mimi na nyumba na wake wawili pia. Mashamba nayo kule nyumbani na lima. Lakini si kila mtu anaiona kazi hii kama ya heshima. Ukitulia una uwezo wa kufanya mambo ya maana zaidi. Mtu unapotengeneza baiskeli, mtu mwingine anaweza akakuona kwamba wewe hauna elimu, pengine haujasoma. Kama ilivyo kwenye kazi nyingine yoyote, changamoto huwa hazikosekani. Sisi mafundi ndio tunapondeana, lakini mimi upande wangu changamoto za kazi zipo ndogo tu. Labda mtu unaweza pengine ukamzibia, labda kiraka ikaenda kafumuka tena akarudi akalalamika, pia mkafungua, na unaweza ukakuta tena pale ulipoziba sio pale. Uaminifu na ufanisi wa kazi kwa wateja wake ndio silaha ambayo huwapa hamasa wateja wake kurejea tena. Unapotumia haki ndio unapata riziki, lakini vitu vya tamaa kama hivi, mimi kwa kweli kwa upande wangu sitamani na sipendi kwanza ikitokee kwenye kazi zangu. Hiyo ni kujiharibia sifa mbaya sana kwenye kazi zako. Lakini mimi nashangaa vijana wengi, asilimia kubwa sasa hivi wanapenda ubisho, wanapenda kwamba aoge tu aranderande mitaani. Wateja wake, hasa waendesha baiskeli za abiria maarufu kama daradara za miguu miwili, wanamweleza Saidi kama fundi makini asiyekuwa na taabu. Kulingana na anavyotengeneza baiskeli, anatengenezea baiskeli mpaka nalizika, ndio maana natengeneza baiskeli ikaribika narudi kwake. Kwa ajili ya ufundi wake, kwa sababu baiskeli yangu nikija hapa anaitengeneza vizuri sana. Inanifanya ili kusudi hata kama nikiwa nakimbia vizuri. Shughuli ya baiskeli imekuwa ni moja ya kitega uchumi kwa baadhi ya vijana wengi hapa mkoani Shinyanga, wakiitumia kwa kusafirisha abiria na kujipatia kipato. Leo ni siku ya kimataifa ya baiskeli ambayo iliasisiwa mwaka 2018 ikilenga kutambua mchango wa baiskeli katika uhifadhi wa mazingira, ulinzi na uimarishaji wa afya, lakini pia kwa kuwa ni chombo cha bei nafuu. Kasisi Costa, Azam News, Shinyanga.